Kimsingi changamoto ilikuwa ndogo kwenye ile eneo, na ukizingatia serikali imeshatutengenezea barabara kwa kiasi kikubwa sana. Sasa tukaona kwenye kipande hichi kidogo sisi wananchi tunaweza tukashirikiana kuhakikisha haya mashimo tunayafikia, kwa sababu mvua serikali imetengeneza, lakini mvua imekuja imefanya nini? Imeharibu. Sasa kwa kuwa tupo na tunaona na sisi viongozi, tukaona na sisi angalau tuonyeshe kitu tunaweza tukafanya chochote hapa. Umeona hapo mbele kuna barabara inaenda Mlangali. Imepigwa kifusi. Changamoto ziko kidogo. Umeona hiyo barabara ya Maluchi ni mpya kabisa, imefunguliwa mpya kabisa. Umeona hii barabara kwenda Mkiwe ina kifusi. Kwa hiyo serikali imefanya kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa mno. Na sisi tukaona kwenye kipande haka kadogo, hebu tuone nini tunaweza tukakifanya. Na kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge, meneja wa TARURA, mkurugenzi, mheshimiwa DC, tumewashirikisha na wakasema bana, nendeni mkashughulika, kwa sababu shughuli ni ya wananchi na wananchi ndio sisi hapa. Kwa hiyo wewe mwenyewe umefika, umeona namna ushiriki wa wananchi ulivyokuwa mkubwa, kwa sababu wametambua umuhimu wa shughuli hii. Umeenda kule wanakopakia kifusi, umeona watu walivyo wa kutosha. Kasoro tu mvua. Isingekuwa mvua ungeona umati mkubwa sana hapa. Lakini mwenyewe umekuwa toka asubuhi hapo, umeshuhudia watu wamefanya kazi kubwa sana hapa. Hii yote ni kuhakikisha tunaunga mkono serikali na tuhakikisha maendeleo yanakwenda kwa kasi. Kwa upande wa TARURA mimi niseme hawana deni kwetu. Yaani TARURA sisi hatuwadai, kwa sababu na hatuna pa kuwalaumu, kwa sababu kwa kazi ambayo ameifanya meneja wa TARURA kwenye barabara hizi 3 hizi ni kubwa sana. Kubwa mno. Yaani hatuna pa kumlaumu wala hatuna pa kusema neno lolote lile. Hicho unachokiona hapa ni changamoto ambazo ziko na sehemu nyingine. Isipokuwa sisi viongozi lazima tujiongeze. Sio kila kitu tutegemee serikali. Kwamba serikali itakuja. Tangulia wewe kwanza mbele, afu serikali kukuta njiani. Umeona hichi kipande akizidi mita 200. Sasa kweli serikali lete grader kuja kulima barabara kwenye mita 200? Yaani kuleta tu hapa grader ni gharama kubwa sana. Sisi wenyewe tulioko huko tunatosha na tunaweza. Isipokuwa tu tumewashirikisha, na ukishashirikisha maana yake watu si wanajua cha kufanya ni kitu gani. Umeona umetuletea mafuta hapa kwamba tuhakikishe kazi hii, sisi tuhakikishe kazi hii inafanya nini, inafanyika. Wametuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana. Na mheshimiwa mbunge ametuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa mkurugenzi DC ametuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu kazi inafanya nini, inafanyika. Na hapa tulipofika sasa hivi tuko kama 80%. Yale matrekta kishapakia kifusi kule kuleta hapa, naamini 100% tutakuwa tumefika. Lakini hali halisi ya asubuhi uliiona na hali halisi ya sasa hivi umeiona. Tuna uhakika sasa hapa patapitika vizuri na mazao yetu yatapita vizuri. Na kilichotusukuma kufanya hivi ni kwa sababu tu Kiombo ni kijiji cha wakulima na wafugaji, na wanalima sana Kiombo. Ukiambiwa kitunguu, kule Mbwila wanasema wana kitunguu, lakini walimu wa kile kitunguu wametoka hapa na ndio wanalima kule. Kwa hiyo huku ndiko kinakopatikana kitunguu na kiazi. Saizi kiazi kilikuwa natoka hapa, mtu anashanti kiazi anapeleka Mkiu. Kwa hiyo kama bei ni shilingi 50,000, manake utatoa hapo shilingi 8,000 ya kusafirishia. Kwa ile thamani inafanya nini? Inashuka. Lakini kwa sasa hivi baada ya kufanyika hili tukio, naamini thamani ya viazi au kitunguu itabaki pale pale. Kwa kilikuwa ni kipande kidogo sana, lakini ndio kilikuwa kinatukwamisha. Kwa tunawashukuru sana viongozi wetu. Mambo yamekuwa mengi mazuri wametuletea. Tunashukuru na waendelea kutuunga mkono. Lakini rai yako kwa wananchi, wamejitokeza pia kwa wingi. Licha ya kuwa kuna wachache hawajajitokeza. Kwa hao waliojitokeza, nini kauli yako, na kwa ambao hawajajitokeza? Kauli yangu kwa hawa ambao wamejitokeza, wananchi wenzangu, jamani, Kiombo hoye! Kiombo hoye! Mheshimiwa mwenyekiti, huyu ni mwenyekiti wa kijiji. Rai yangu kwa wale waliojitokeza, wasikate tamaa. Tuendelee kushirikiana. Tuendelee kupambana. Kwa sababu Kiombo ni ya kwetu. Maendeleo ni ya kwetu wenyewe. Kwa tuendelee kushikamana jamani. Au mnasemaje ndugu zangu? Sawa. Tuendelee kushikana, tuendelee kupambana pamoja, na unaona kuna vijana walika la chini kabisa, miaka 20, 25 wako hapa. Hii ndio nguvu kazi ya taifa. Wamekubali kuja kushirikiana hapa. Maana yake umoja na mshikamano upo. Wanaiunga vizuri sana mkono serikali yao, wanawaheshimu viongozi wao, wanawapenda viongozi wao. Na sisi tunasema viongozi wetu tunaendelea kuwaombea na tuendelee kuombeana. Kuna ambao wamejitolea vyombo vya usafiri
kufanikisha hili? Nini kauli yako? Mimi kauli yangu kwa waliojitolea kutoa vyombo vyao vya usafiri, Mungu awabariki sana, kwa sababu akipata yeye nimepata mimi. Kupata mimi maana yake ndio hivi unavyoona. Yeye amepata, ana chombo cha usafiri, mimi sina chombo cha usafiri. Leo mimi nategemea chombo chake tayari kimetusaidia kusogeza nini hapa matirio yetu na kuhakikisha barabara yetu inapitika. Mabasi tunatamani yatoke Njombe yaje yaishie hapa, kwa sababu kijiji hiki ndio kijiji mama cha uchumi kwenye hii kata. Ndio kijiji kinachotushikia uchumi kwenye hii kata. Hao wananchi hapa sio omba, wanapambana sana. Na sisi kazi yetu kama viongozi ni kuwaunga mkono, kama hivi ambavyo viongozi wetu wameunga mkono. Jamani, Mheshimiwa Mbunge anawapenda sana. Sawa jamani? Mheshimiwa Mbunge anawapenda sana, na ndio maana ameamua kufanya mambo yote haya. Anawapenda sana. Asante sana. Na la mwisho kabisa ni kuhusiana na huduma za afya. Ile changamoto kiasi gani? Akaka kipande tu ndio kwenda zahanati ilikuwa shida. Lakini huko nyuma tuliambiwa kijiji kilikuwa leti ya kuzaliana ilikuwa ndogo. Taarifa ambazo tumezipata leo wanasema kuna mimba nyingi. Tueleze kwa nini kwa hichi kipande kutakuwa na matokeo kiasi gani kwenye hilo na tutasaidia huduma za afya kiasi gani? Kwanza kwa upande wa huduma za afya, umeona zahanati yetu pale. Ile zahanati yetu tumepewa fedha shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa ile zahanati. Na nina uhakika unapotoka pale zahanati kuja hapa kijijini, kule umeona barabara imelimwa vizuri. Hapa tu palikuwa na shida. Kwa hiyo kitendo cha kuunga tu kipande, manake huduma za afya pale zinaimarika kwa wananchi wetu. Kwa mgonjwa akitoka hapa anapelekwa tu, hata kama na pikipiki anapelekwa pale hospitali, manake huduma za afya zitaimarika. Lakini pia tuna uhakika barabara hii ina budget hii ina budget. Ikifika msimu wa mvua zimekata, lazima serikali itafanya kitu kizuri sana hapa kama ambavyo wamekuwa wanafanya siku nyingine. Afisa mtendaji kwa majina anaitwa Kilian Florian Mtitu, afisa mtendaji wa kata ya Rubonde. Kwa kweli kwa siku ya leo, kutokana na changamoto ya barabara yetu inayotoka kijiji cha Mkiu kwenda kijiji cha Kiombo kuharibika, Mheshimiwa Diwani ameshawishi wananchi kuhakikisha kwamba wanatumia nguvu zao kuweza kurekebisha ile barabara. Barabara hii ni kiungo kikubwa sana kwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla, kutoka kijiji cha Kiombo kwenda kijiji cha Mkiu na kuelekea kijiji cha Mlangali. Lakini sasa baada ya kuona hii changamoto, kwa kushirikiana na viongozi wetu wa vijiji, tumeweza kuhamasisha wananchi wenye vyombo vya usafiri, matrekta na magari kuhakikisha kwamba wanatoa vyombo vyao kuweza kufanya hii kazi, kuondokana na hii adha ambayo tunayo. Kwa kweli mwandishi wa habari, nashukuru kwa swali zuri. Utaratibu ambao tumejiwekea ni kuhakikisha kwamba ili hawa wafanyabiashara na hawa wakulima mazao yao yawe na bei nzuri, ni kuhakikisha kwamba tunaondoa hili tatizo ambalo tunalo la barabara ili mazao yao yaweze kupanda bei. Tuna sheria ndogo za vijiji kwa wananchi ambao wanagoma kuja kufanya maendeleo. Tunatumia migambo na kuwakamata na kuwatoza faini isiyopungua shilingi 10,000 kwa mwananchi ambaye hajafika kufanya maendeleo. Barabara hii ikiwa inapitika vizuri, itarahisisha uchumi kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na sasa wakati barabara haipitiki. Majina yako tukumbushe? Majina yangu naitwa Kilian Florian Mtitu, afisa mtendaji wa kata ya Rubonde. Mshukuru kwa majina anaitwa Fengi Lawrence Mtweve. Yaani tunamshukuru diwani kwa kutuhamasisha kutengeneza hii barabara, kwa sababu sisi wenyewe wakulima tunapata changamoto kubwa ya kuuza viazi, mazao mbalimbali, kwa tunapata adhabu ya kushandi kutoka kule ng'ambo bao kupeleka hapa mazingira ya ofisini hapa. Yaani kuhamasishwa kwetu tumependelewa na Mheshimiwa Edgar kwa uhamasishaji wake kujitolea na kutupatia nguvu kazi, si wananchi kujitolea kwa nguvu namna hii. Tunamshukuru sana pia Mheshimiwa Edgar. Ile eneo limekuwa shida kiasi upande wa magari na kwa wagonjwa, kwa sababu kilinganisha zahanati yetu ndio ipo hapo mlimani. Kwa maana hiyo mgonjwa akizidiwa hapa itakuwa kufanya kumbeba, hata bodaboda haiwezi kupita, pikipiki gari yenyewe ndio shida. Yaani tumehamasishwa kwa kitu kiwango kubwa sana, kwa sababu hata wagonjwa wetu ulikuwa ni shida kupeleka Mlangali, nayo ni shida. Hapa jirani napo ni shida, kutembea kwa miguu mama mjamzito hapa ilikuwa ni tatizo. Tunashukuru kama TARURA ametuchangia hata 200 za mafuta. Sisi kama wana kijiji cha Kiombo tunachangia nguvu zetu, na kama mnavyoona magari kama namna baadhi wenye magari wamejitolea
Sisi ambaye hauna chochote tunajitolea hata nguvu. Tunachotaka iweje? Tunachotaka tunaishukuru pia TARURA, tunaishukuru na Mheshimiwa Edgar tunamshukuru kwa kutuhamasisha tuwe wote kitu kimoja na nguvu, kazi iwe moja, kazi iendelee. Barabara ni mbovu, vyombo vya moto vikija hasa kupakia mazao, magari yanalala njiani, pikipiki zinalala njiani. Kwa kweli hatufanikishi kwa muda unaotakiwa. Baada ya kuona barabara ni ngumu, tuliamua kumwomba Mheshimiwa Diwani atusaidie kipande hiki ambacho kimeharibika. Kwa kweli Mheshimiwa Diwani ameweza kutuelewa na kuhamasishana hasa wanakijiji hiki. Tumekuja kutengeneza hii barabara baada ya kuona kuna changamoto ya usafiri, yaani tunashindwa kwenda sehemu nyingine kufuata mahitaji mbalimbali ikiwemo zahanati na shughuli nyingine za uchumi zinakwama kwa sababu ya hii barabara imekuwa changamoto. Nimeamua kutoa chombo changu ili kufanya barabara iwe inapitika. Shida ilikuwa ni kutoka Mkiu kuja Kiombo, ilikuwa ni kazi ngumu sana, maana ukinunua bidhaa Kiombo kupeleka Njombe inakuwa ni kazi. Baada ya kuona hii changamoto, kwa kushirikiana na viongozi wetu wa vijiji, tumeweza kuhamasisha wananchi wenye vyombo vya usafiri, matrekta na magari kuhakikisha kwamba wanatoa vyombo vyao kuweza kufanya hii kazi, kuondokana na hii adha ambayo tunayo. Kutokana na haka kapande kama mita 200 hivi, imeonekana wakulima bado wanapata changamoto. Tumekubaliana kwamba mtu yeyote ambaye atakayekuwa ameshindwa kufika mahali hapa, basi tutamchukua kisheria, lakini adhabu yake ni 30,000.